Amen. Bwana asifiwe. Ni baraka iliyoje kuwepo nyumbani mwa Bwana jioni ya leo tena. Amen. Na tunamshukuru Yesu kwa nafasi hii na viongozi wote. Mungu awabariki sana. Asanteni. Mara zote nasemaga kuwepo hapa naogopa. Sasa kukaa na vijana wenzangu huko ni rahisi, tunaruka tu. Lakini hapa ni mahali ambapo Mungu amepa heshima, kaeka watakatifu wake ambao wametembea na Mungu muda mrefu. Na tunamshukuru Mungu tunapopata nafasi, najua ni kwa upendeleo ili tupate kujifunza na kukua na kusonga mbele. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Naitwa Elinaja. Nafanya kazi na shirika letu Equippers kimaalum kwa ajili ya wanafunzi, na tumekuwa tunazunguka kwa wanafunzi kweli kila mara, na tunatamani muendelee kutuombea kadri Mungu anapowapa nafasi ya kutuombea. Na mpango wetu si ni kufikia kila mwenye sare na kila mwenye kitambulisho. Tumwambie habari za Yesu, habari za ufalme, habari za mbinguni na mambo ambayo Mungu amekusudia kuyafanya anapokuwa kwenye uso wa nchi. Bwana asifiwe. Na iko serious kweli, maana kama wiki hii, kwa wiki sisi tumejiwekea wastani wa kwenda shule 20 kwa wiki kuzisema habari za Yesu, na kwa mwezi tumejiwekea ratiba ya kufika almost shule karibu 50 kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaelewa ni kazi fulani kako serious. Na sasa na vyuo vikuu ni usiku. Kwa hiyo tunakuwa vioni huko almost kila siku. Tuna chuo ambacho tunakwenda. Leo tu ni kwa sababu ya mambo kadhaa, lakini na yenyewe ilikuwa tukimaliza hapa tunakwenda mahali kwingine huko. Kwa hiyo mtuombee sana Mungu anapowasemesha na mnapotukumbuka kwenye maombi. Bwana asifiwe. Jioni leo ni siku ya maombi, na tutatamani tupate muda mwishoni kule wa kuomba. Na fungua na mimi kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 10 hadi wa 20. Tutasoma tu lakini hatutapitia mistari yote, lakini tutamani angalau tusome Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10 mpaka ule wa 20. Amen. Samueli wa kwanza mlango ule wa kwanza mstari wa 10 mpaka ule wa 20. Walopata waseme amen. Wow. Sawa, ningetamani tusome wote kwa pamoja. Naona wengi kama sio wote tuna Biblia zetu. Tututia nguvu, tuna muda tu mzuri na tutapata kuomba. Kuanzia mstari ule wa 10 mpaka ule wa 20. Tusome kwa pamoja. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Mstari 13, basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akijibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Mstari 16, asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa.
Amen. Bwana asifiwe. Jioni leo natamani tuongee juu ya maombi na tutagusa baadhi ya mistari ambayo itatupeleka kwenye baadhi ya vitu na tutamwona Mungu akitusemesha vitu kadhaa. Tunapoongelea maombi ili tujengwe, na kichwa chetu cha somo ni maisha ya maombi. Kichwa chetu cha somo maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Ili tuweze kufika kwenye kiwango cha maisha ya maombi, ni lazima kuna vitu kadhaa tuvijali. Na amevisema hapa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 10 na 20. Nisiende kwenye upande wa theolojia na kuelezea historia yake kwa sababu ya muda, na tunatamani kwenda kuomba, lakini kuna vitu kadhaa. Mstari wa 10 anaanza kusema, mwanamke yule alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Maana yake kwa lugha nyingine nyepesi, alikuwa ana jambo moyoni mwake lililompelekea kuacha vyote ili amuone Bwana. Kama kuna kitu ambacho ni cha muhimu kwenye maisha yetu, ni ajenda gani inayotusukuma kuomba. Ni lazima tufike mahali ambapo kuna ajenda ambayo inatunyima usingizi na kichwani kwetu tukiwa tunamuona Bwana peke yake. Kuna ajenda zingine ambazo tukiziangalia tunaona fedha inaweza ikafanya, network fulani inaweza ikafanya, akili yangu na uzoefu fulani unaweza kufanya. Lakini ili tuweze kufika mahali ambapo tutaitwa watu ambao wanamtegemea Bwana, ni lazima kuwe na kitu fulani, ajenda ambayo macho hayawezi kuona mbali kwenye majibu yake. Mahali ambapo tumaini limekatika, lakini mioyo yetu inayotumaini ya kwamba Mungu anaweza kufanya kwenye lile jambo. Bwana asifiwe. Kwa maana nyingine ni kwamba ni lazima kuwe na ajenda ambayo inatusukuma kumuomba Bwana. Na Biblia imetutia moyo ya kwamba mtikeni yeye fadhaa zenu. Mimi sijui unalipi. Yamkini kuna mgonjwa anakunyima furaha wakati mwingine. Yamkini kuna kazi fulani, kuna kitu fulani kinakunyima pumziko, furaha fulani, utulivu fulani. Na hilo ndilo ambalo tunaambiwa tumtwike yeye fadhaa zetu, maana yeye husumbukia sana mambo yetu. Wafilipi pale anasema, wala msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru, akiamini ya kwamba kila mtu mahali fulani kuna kitu anamtegemea Bwana. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, kile ambacho kinaweka uchungu moyoni mwako, kinaweka shauku ndani yako, tumpelekee Bwana jioni ya leo, maana anasumbukia sana mambo yetu na yupo kujibu haja za mioyo yetu. Kama unaamini sema amen. Tumpe Bwana makofi, maana anashughulikia mambo yetu yote. Na Biblia ni dhahiri kutoka kwenye Isaya, anaongea habari ya kwamba siku zote tumletee Bwana hoja, tena hoja nzito. Anasema leteni maneno yenu, leteni na hoja zenu. Maana yake Mungu anatamani kutusikia kama mazungumzo. Tunapoomba Mungu anatamani kuona mazungumzo yakiwa yana hoja nzito. Mungu anatamani kutuona tukiwa tunaongea vitu ambavyo hata kizazi chetu hakijawahi kufikia hapo. Kama Kalebu ambavyo anamwambia Yoshua, anamwambia sikiliza, mimi nipe huu mlima ni ukwe. Ni kweli inaonekana miaka imeenda, lakini nipe huu mlima ni ukwe, maana nikijiangalia nina nguvu kama mwanzo. Bado nina vitu ninatamani vitimie kwenye kizazi changu. Sintakata tamaa, sijaogopa, sijarudi nyuma. Yamkini wenzangu hawapo wa kizazi changu, lakini mimi maadamu Mungu amenipa uzima, ninajiona nina kitu cha kufanya kabla sijaondoka kwenye wakati wangu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hoja fulani hivi, hoja ambayo mbingu zikikaa zinasema tukamsaidie yule ndugu, tukamzingire, tukamfunike, tukamwatamie, maana hii hoja peke yake hawezi. Bwana atusaidie sana. Nakumbuka habari ya Yesu akiwa mlimani, ikabidi mpaka sasa malaika washuke, wakina ni Musa na Elia wakashuka kumtia nguvu. Na mimi ninakutia moyo jioni leo tutakapokuwa tukiomba, hebu kuwe na ajenda ambazo Bwana ataamua kwa Roho Mtakatifu, mbingu ziachie, kwa sababu hizi hoja Mungu akiangalia anaona mwanangu kuna kitu anakitafuta. Mwanangu kuna moyo wake umeachilia kitu ambacho kinahitaji mimi peke yangu nikihusike. Sio kama kuna mtu ananielewa hapo? Yes, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni lazima tumuone Mungu aliye mpaji wetu. Kwenye maisha ya maombi, lazima tumuone Mungu aliye mpaji wetu. Kuna wakati mwingine ambao ni rahisi dunia kutuonesha options, kutuonesha alternatives, kutuonesha vitu mbadala. Lakini jioni leo ninatamani kwamba huku tukimtazama Yesu mwenye kuanzilisha na kutimilizisha imani yetu, tumtazame yeye.
Tumtazame yeye. Linachelewa kwa kiwango gani? Sisi tumtazame yeye. Kuna mwenzetu Ana ambaye alimtazama Yesu wakati ambapo kila mtu ameshamuona, kama kina Eli wameona kama wewe mbona vipi, wewe mbona kama vipi, wakina Elkana wanasema wewe kama vipi, wewe baki, sisi tunaondoka, maana yeye alikuwa anabaki Shilo. Lakini na sisi jioni leo tuseme tunamtazama Yesu. Haijalishi itachukua mwaka, tutamtazama Yesu mpaka jambo jema litokee, na watu waseme kunaye Mungu wa mama fulani, yuko Mungu wa baba fulani, yuko Mungu wa New Life, kwa sababu watu fulani waliamua kumtazama Yesu. Jamani, tumpe Yesu makofi mazuri ya ushindi. Yes. Mimi sijui kwako, lakini mimi mara zote Yesu wangu akiwa ametajwa kwenye tatizo nilikuwa nalipitia, natamani yani nimwambie Bwana Yesu, mbona kama lingekuwa kubwa kubwa ili na hizi shuhuda ziendelee kuwa kubwa kubwa. Lakini najua kumbe nikiwa kwenye changamoto sikuwa naliona hivyo. Lakini kuna furaha fulani ambapo nimevuka kwenye jambo, alafu haionekani pesa, haionekani mtu, anaonekana Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi sijui kwako, lakini kwangu mimi huwa ni furaha sana. Wakati wote huwa najivunia, nasema ni Yesu amefanya, ni Yesu ametenda, ni Yesu amenisaidia, ni Yesu amehusika, ni Yesu alikuwa pamoja na mimi kwenye njia yangu. Bwana asifiwe. Tumpe Yesu makofi ambaye anashinda vita zetu. Amen. 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 Ni muhimu sana kujidentify. Ni muhimu sana kujidentify kwamba hii vita, hata kama pesa ipo, na labda wengine labda mna wajukuu, mwanze kuwafundisha huko nyumbani, wajue hata kama kuna ada, lakini hii ada anayetoaga ni Mungu. Rafiki yangu mmoja akaniambia, mimi hata kama nikiwa na hela, nimeshajizoesha kuambia watoto wangu tuombe. Kwa hiyo nitaichelewesha hata siku 2 tu, ili tu wajifunzage kumuona Mungu. Wakizoea kuona vitu, hasa sisi ambao tunakuwa kwenye fast things, yani tutaharibika. Dunia sasa hivi ni dunia ambayo nataka tu nikienda kwa mzee pale nishapata msaada, nikifikiria hivi tayari jibu limetokea, nikienda kushoto sitaki kuchelewa, sitaki kupotezewa muda. Lakini lazima watu wafundishwe kukaa magotini na kumngoja Bwana. Ni lazima tujenge kizazi ambacho kina uwezo wa kukaa kusema hapana, hata kama tuna option nyingine. Ni kweli tuna bima, lakini tumtake kwanza Bwana. Kabla kwenda hospitali, tutamwita kwanza Bwana, yeye atatuponya. Na Mungu ni mwaminifu. Anaangalia mioyo, yeye achunguzaye mioyo na kujua nia zetu. Ataanza kujenga imara nia zetu. Tashangaa yule unayemfundisha leo, kesho anakuambia mama tuombe. Kwa nini? Jana ulimfundisha na leo na yeye anasimama mbele yako na anakuwa msaada kwenye kanisa na familia na dunia kwa ujumla. Bwana atusaidie sana. Natamani tujifunze kujidentify, kujitanabaisha ya kwamba sisi ni wa ufalme. Kwa sababu mwisho wa siku mambo ni mengi. Kuna vitu vingine unaweza ukakaa, huyu atakushauri hichi kiko kama sahihi, huyu atakushauri hichi kama kiko sahihi, na huyu atakushauri hichi kiko kama sahihi. Daudi anasema nitainua macho yangu katikati ya ufalme wangu, katikati ya resources nilizonazo, mimi nitainua macho yangu katikati ya milima, nikitazama ninajua msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hapo ndipo ambapo tunatakiwa kusimama. Ni kweli kuna ufalme kwenye mazingira uliopo, una uzoefu wa kazi fulani, labda umeshalea vya kutosha, unahisi umeshafahamu, ukiweka tu labda mafuta ya samaki na sijui na asali vitu vinaenda. Lakini kuna wakati inatakiwa sasa tuseme ni kweli tunakijua hichi, tumeshakifanya hichi, lakini hapa ni kumwangalia Yesu. Watu wote tutamwangalia Yesu, nyumba nzima tutamwangalia Yesu, mwenye kuanzisha na kuitimilizisha imani yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Tumpe Yesu makofi, mwanzilishaji na mtimilishaji wetu. Tukiwa wadogo tulikuwa tunalazimishwa kuomba, tulikuwa tunaelewa maana yake. Lakini utu uzima huu ambao tuko mbali na wazazi, au mzazi hajui hata kinachoendelea, ile nguvu ndio inaenda na wewe. Ile nguvu ndio ambayo inaenda na wewe. Na wakati mwingine unafika mahali ambapo unatakiwa kusimama, uko peke yako sijui, lakini kama ukuwa na maisha ya kwako binafsi, hasa nyinyi ambao labda mnaendelea bado kulea, mahali ambapo ule mtoto ulikuwa unamlazimisha kwenye mikesha ile, unamshika, unalia huko, unaendelea kuomba, utaki kwenda kanisani lakini ndio umeshikwa mkono, unaonekana kama unalazimishwa. Kanisa nililosali mimi nikiwa shule ya msingi kijijini kwetu ni kanisa ambalo lilikuwa lina madirisha kama haya, lakini yameshuka tena kidogo. Kwa ni marefu kama haya afu yameshuka kidogo, afu ilikuwa ni karibu na shule niliyosoma. Kwa hiyo kijijini kule ilikuwa ni mteremko kutoka kijijini, alafu ndio unafika shuleni kanisani, alafu ndio shule iko chini. Kwa hiyo mara nyingi sana watu walikuwa wananijua mimi. Sasa mimi nilikuwa nikikaa, hakuna namna ambayo utakaa kanisani mtu akipita nje asikuone, kwa sababu madirisha ni marefu, hayana
hayana pazia, hayana kioo, ni chuma tu zimepita. Sijui kama umewahi kupata picha kama hiyo. Kwa hiyo ukikaa, wenzako wanaweza wakawa wanapita nje, watoto wenzako wanaita Elnaja, unajisikia vibaya, unatamani kwenda kwenye kanisa lingine sijui, au kutokwenda kabisa kanisani. Lakini mwisho wa siku kuna kitu tulikuwa tunajengewa, kuna imani tulikuwa tunaimarishiwa. Leo hii hatuionei haya Injili kwa sababu kuna mahali tulilazimishwa, kuna vitu vilijengwa kipindi kile, kuna spirit iliingizwa ndani yetu. Leo hii tunasimama kusema habari za Yesu ambaye mwanzoni hatukumjua, lakini tulitembea naye kupitia wazazi wetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijui sana, lakini nakutia wivu. Beba kokota. Nilikuwa namsikia mwenyekiti siku moja akawa anasema, huku ndani waanze kuingia vijana, waanze kuingia na watoto wetu. Na kutia moyo ili tuweze kujenga hayo maombi. Tunaanza kuishi kule ndani, wajue kwamba sisi Mungu alitutendea haya. Hii prayer point tulipeleka New Life, Mungu ametenda, na alivyotenda jamani tunaenda sasa. Si Mungu alitenda mkiwa nyumbani, sasa tunakwendeni wote. Mmepaelewa, mjapaelewa, tunaenda pamoja, maana sisi ni wa mlengo ule. Kama umeelewa piga makofi. Yes. Kwa sababu mwisho wa siku hakuna namna tutakaoongezeka huku ndani. Tutaongezeka kwa kuhubiri Injili, lakini na wakwetu wabaki humu ndani. Kwa kujua, yani Shama ajue kwamba hapa baba tunakwenda. Tunakwenda, yani gari kiwaka tunakwenda. Baba akiondoka tunaondoka. Sijui kama naongea sawa au naharibu, lakini sijui. Ndio nafundisha maisha ya maombi jamani. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana kujitanabaisha. Wenzetu wanajua kujitanabaisha. They know how to identify themselves. Watacheza na wewe, lakini itakapofika kwenye mambo yao utashangaa tu yuko anajionyesha mimi ni wa mlengo huu. Sisi ni zaidi ambao tumejaa Roho Mtakatifu. Sisi ni zaidi ambao tuna Mungu wa kweli. Sisi ni zaidi ambao tuna shuhuda. Sio tu Mungu aliyekufa, sio Dagoni huyo, ni Mungu wa kweli ambaye kuna mahali ametutendea, kuna vitu amefanya, kuna mahali tumewahi we have come to an encounter with him, kuna mahali tuliwahi kukutana naye, tuna shuhuda. Jamani Bwana asifiwe. Hiyo ni point namba 2. Point namba 3 ya msingi sana. Ili tuweze kuwa na maombi ambayo ni ya kumuita Bwana. Sasa na mstari wa 12. Anasema ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Kama kuna kitu ambacho ninakitamani hasa na mimi kwangu, naendelea kumsihi Mungu tufike mahali ambapo tuna uwezo wa kuwa na maombi ya kudumu. Sio maombi ya matokeo. Kuna tofauti ya maombi ya matokeo na maombi ya kudumu. Ndio ile ambayo tunaambiwa kesheni mkiomba. Maana yake just be there. Atafanya leo ni Mungu. Atafanya kesho ni Mungu. Atafanya kwa namna ninayojua ni Mungu. Atafanya kwa namna nisiyojua ni Mungu. Atafanya kwa namna niliyotaka bado ni Mungu. Na hata akifanya kwa namna ambayo sikutaka bado ni Mungu. Maana kazi yangu ni kudumu, sio matokeo. Tukiwa ni watu ambao tunamuomba Mungu kwa matokeo, mwivi atakuja atapanda vya kwake. Atatushuhudia vya kwake, atakuonesha unavyochelewa, atakuonesha jinsi ambavyo kuna mambo mengine mazuri. Kuna wakati mwingine utakata tamaa, utasema by the way niliomba hata jana, kwa ngoja leo nipumzike. Lakini wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya, hawatalala, watavikwa na wataruka juu kama tai. Na mimi ninamuomba Mungu atusaidie tuwe ni watu wa maombi ya kudumu. Watu wakituangalia kama kina Elkana wasipotuelewa, bado sisi tunadumu kwenye maombi. Tunadumu sio kwa sababu hatuna chakula, tunadumu kwenye maombi kwa sababu tunampenda Mungu wetu. Wakati mwingine hatuombi kwa sababu tuna haja, sisi tunaomba kwa sababu tunampenda Mungu wetu. We communicate. Tunampenda Mungu wetu, tuko hapo tunaomba. Friend enda kwa baba akanionyesha, anambia kuna watumishi wanakujaga hapa kwangu, wanaombaga tu. Nikasema, kumbe kuna watu wanakujaga tu kuomba, ni wanampenda Mungu wao, wanakuja tu. Natamani ifike mahali ambapo tunafunga, sio kwa sababu friji imeishiwa luku, kwa vitu vimeisha, kila kitu kimeisha, friji imezimwa, imesafishwa. Friji imejaa, lakini sisi tunamtafuta Mungu. Watu wanajua kabisa tunasonga mbele, lakini tunamtafuta Mungu. Tuko hapo tunatembea, tunamtafuta Bwana. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sijui, lakini najua nyie mna shuhuda zaidi ya sisi. Tulikuwa tunaonaga wazazi wetu na ambao ndio nyie sasa, jinsi ambavyo kipindi chenu mkiwa mnamtafuta Mungu kwa bidii. Na itamani hiyo roho kwenye kizazi chetu. Roho ambayo inaweza katafuta, haiendi kwa sababu namuogopa mchungaji, lakini yuko pale anamtafuta Bwana na nguvu zake na uwepo wake na namna yake, akiamini kwamba Mungu hata asiponiponya mimi ninamtegemea Bwana. Ninampenda tu Mungu wangu. Nitadumu hapo mpaka mwisho wangu. Jamani Bwana asifiwe. Amen.
na hiyo iwe spirit yetu sote, iende mpaka nyumbani kwetu na kizazi chetu wote. Watu wajue ni sisi watu wa kudumu katika imani, wa kudumu kwenye maombi, wa kudumu katika kile ambacho tunakiamini kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mungu wakati mwingine huwa anaangalia nia yako tu na ujasiri wako katika kudumu. Yaani yeke vizuri. Yaani kuna wakati hatumng'ang'anizi kwa sababu huwezi kumshawishi Mungu kumng'ang'aniza. Yaani kwamba utatoa Mungu utatoa. Hatumfanyi hivyo, lakini mimi ninachokiamini, kuna wakati Mungu anaangalia anasema, huyu Hana mpe tu Samueli. Kwa sababu amekaa hapa Shilo, hatoki. Nikimwangalia kweli wakina Elkana wameondoka wamemwacha, lakini yeye yupo kudumu nyakati zote. Mpe aende. Na jambo la tatu la msingi, natamani tunapokuwa tukiomba, jiulize, hivi ajenda ya ufalme kwenye hichi kitu ninachokiomba, ninachokitaka, kiko wapi? Mungu nisaidie nipate mafao yangu. Mungu anaangalia anasema, nikikupa mafao wewe, unaenda tu kutengeneza tu kuku, kisha maliza kuku basi. Mungu anajiuliza, where am I in these all things? Niko wapi kwenye hili jambo lote? Mungu nisaidie nishinde ile tenda. Mungu nisaidie nipande kile cheo. Mungu nisaidie ile jambo langu. Mungu nisaidie. Kuna mwenzetu ambaye aliweza kufanya timing, akasema, yaani hii shughuli tumepatia hapa na tutaitunzia hapa na itamalizikia hapa, na Mungu ucha kwako hichi hapa. Wakati mwingine tumenyimwa kwa sababu sio kwa sababu hatukuomba kitu kizuri. Hatukuwa we haven't shown the interest of God to the things of him. Kwa sababu kwanza sio vya kwetu, ni yeye ametupa kwa upendo. Chochote tunachokiomba hata kama ni uzima, ni kweli Mungu akupe uzima. Alafu interest yake kwa mwambie Mungu, na muda mrefu sijaenda New Life. Nikienda pale Mungu nakutana na wenzangu, nawatia moyo. Huduma yangu ni ya masaidiano, nakutia moyo. Mungu nipe afya, niendelee na huduma nilionayo. Mungu anaangalia huyu kijana wangu amekaa muda mrefu kitandani. Ngoja nimuinue kwa sababu kuna roho ziko kule zinahitajika kutiwa nguvu. Sio shamba langu linakufa. Ni kweli shamba linakufa, lakini ufalme kwanza. Na Yesu tunaifahamu mistari yake, si ndio? Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Tunataka nini? Maana anaongea pale kwenye Mathayo, anasema Mathayo 6, anaongea pale habari ya angalieni ndege wa angani, majani ya kondeni, hayalimi wala hayafanyi nini, naye visha vizuri, naye anakula yanatakala. Mimi Baba yenu wa mbinguni ni zaidi nitafanya. Kwa kama ni chochote tunachokitaka, tunajua kwanza ni yeye anatoa. Alafu cha pili, kama anatoa, hivi ni vya kwake. Tunamwambia Mungu, unapotupa wewe huyu hapa kwenye hichi kitu, unanipa hii nguo ni ya kwako kwanza. Yaani hii ni kwa ajili ya kazi yako. Na iona jinsi ambavyo itaenda kuhubiri Injili. Na iona jinsi ambavyo itanipa nafasi ya utulivu wa kwenda kumtembelea mtu ambaye anaumwa. Naona jinsi ambavyo hii nguo itakuwa ina nafasi ya kufanya kazi yako. Mimi ninaiona hii ikiwa ni kwa ajili yako. Sijui wewe, lakini mimi kuna wakati mwingine tunavaga nguo mpaka unaona kama inataka kupauka hivi. Unabidi tena uanze kuibandika mikono katika jina la Yesu. Tunaenda madhabahuni na kubandika kwanza mikono. Hakuna kupauka. Unacheka, hakuna kupauka kwa sababu tunaenda kwenye kazi ya Bwana. Hii ni ya ufalme, hatuna zingine hapa. Ile iliyoko sio kwa ajili tena kununua nguo. Tulia hapo nguo. Kama kuna wenzetu kule kwenye miaka 40 walitembea hata bila viatu kuisha. Sembuse hii nguo hapa wiki mbili tu tupate nyingine. Ufalme kwanza. Sio kama kuna mtu ananielewa. Tumpe Yesu makofi ambayo tunaelewana kwa imani. Dakika zangu zinakimbia, lakini natamani labda tutaishia hapo kwenye vitu vya muhimu, kwa sababu jinsi ambavyo tunamuonesha Mungu kwa sehemu alionayo, Mungu anatoa kwa sababu anajua sisi tu ni mifereji. Samueli kweli yupo, lakini anatumika wapi? Na mimi nakuombea Mungu atakapokupa Samueli wako, aende kweli Shilo pale kwenye hekalu, kwenye hema ya Bwana, kwa sababu ana interest na ufalme. Mishahara Mungu anapotupandisha, tukumbuke kile ambacho tulikiweka agano na Bwana. Mungu anapotusaidia kutupa afya zetu, tuone jinsi ambavyo bado tuna nguvu. Hizi nguvu tulizonazo, hivyo kidogo kidogo, tuna nafasi ya kushuhudia, tuna kitu cha kufanya, tuna kitu bado cha kufanya katika dakika zetu za mwisho. Natamani tutakapokuwa tukiomba, tumwambie Mungu kwanza, tusaidie. Yamkini kuna watu wametukatisha tamaa, lakini
Mungu anayechunguza mioyo hajakukatia tamaa. Kuna vitu vingine vimeshakuumiza moyo kwa muda mrefu. Nafanya nimwambie Mungu, jioni leo nakukumbusha tena Bwana. Na kuomba tena kama ambavyo Yabesi aliomba. Akaambia walau Bwana ikikupendeza. Kuna vitu ambavyo tumemuomba Mungu kwa muda mrefu. Natamani jioni leo pia tukamkumbushe Mungu. Yamkini kuna vitu vinakuumiza moyo, vimekuchosha, vimekukosesha amani. Hata hapo umekaa, moyo wako unakumbuka kule. Vitu hivyo vinakurudisha kule. Mwambie Mungu, jioni ya leo nakukumbusha tena, na kuomba tena. Na Mungu ni mwaminifu, yeye atafanya. Bwana asifiwe. Wenye matumaini na imani, Bwana asifiwe. Tutaanzia hapo kwenye kumuomba Mungu. Mimi ninajua Mungu anafanya. Kama ambavyo tumeomba, hatuko kucheza hapa. Tuko kwenye serious business. Mungu ni mwaminifu, anafanya. Kwa sababu anapofanya ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Anavuta wengi, anapoinuliwa kwa mambo makubwa ambayo yametokea kwenye maisha yetu, anavuta wengi kuja kwake. Anavuta wengi kwa shuhuda. Wanaweza wasije kwa kuokoka, lakini watakuja kwa kukiri. Watasema abudiwe Mungu yule mama, abudiwe Mungu yule baba, abudiwe Mungu yule mtu fulani. Hata kama sio mtu, basi kampuni ile fulani, na litukuzwe jina la Yesu la yule mahali pale. Na iwe kwako katika jina la Yesu. Na iwe kwetu sote katika jina la Yesu. Tusimame. Tutamwomba Mungu kwanza.